الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Enyi ndugu zangu, enyi wapenzi wa Qur'ani, enyi wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma kwa hakika tuna haki kubwa sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia leo yaumul Jumaa, si kwa uwezo wetu isipokuwa ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Ama kuna ndugu zetu hivi sasa wapo katika sakaratul maut, lakini pia wapo ndugu zetu hivi sasa wapo katika vitanda, ni wagonjwa, lakini sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tupo katika nyumba yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tupo katika siku adhimu sana yaumul Jumaa. Ni jambo kubwa sana katika mambo makubwa sana. Na leo ndugu zangu, katika wakati huu nataka nizungumze nanyi kuhusiana na aya ambayo itatupa vitu vitatu. Ni aya moja lakini itatupa mambo matatu ambayo mimi na wewe tukayafanyie kazi katika maisha yetu. Lau kama tutaitazama uzuri na tutakwenda kufanya uzuri katika maisha yetu, naamini kila mmoja kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata saada fi dunia wal akhirah, atapata mafanikio katika ulimwengu wa dunia, lakini pia na katika maisha ya akhirah. Kwa sababu sote sie tuishi tutakavyoishi, lakini tunaamini ya kuwa hizi ibada ambazo tunazozifanya maana yake ni sehemu katika sehemu ambayo tunajiandalia katika maisha yetu ya akhirah. Hakuna hata mmoja kati yetu aamini ya kuwa ipo siku watakufa. Kila mmoja anaamini kwamba ipo siku watakufa, lakini ipo siku tutaulizwa. Je, kama hivyo ndivyo kwenye akili zetu zilivyo, maana yake kila mmoja ana haki ya kutafuta utaratibu mzuri katika maisha yake, maisha ambayo ya kila siku ukaishi, lakini ukatengeneza utaratibu wa kujua ya kuwa akhira yako nayo pia ipo na inakusubiri. Inawezekana hivi sasa, inawezekana baadaye, inawezekana ni kesho kutwa, inawezekana ni baada ya mwezi, au inawezekana ni baada ya mwaka. Wako wapi wale ambao walikuwa na nafasi lakini leo wako akhera? Leo wamekufa, tunao tena. Itafikia wakati mimi na wewe pia tutaelekea akhera. Kabla hatujaelekea akhera, maanake kuna sehemu ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuitafute ili tuiandae uzuri. Ili akhera maana yake tunasema ya kuwa
kuna sehemu ambayo ya Rabbi, mimi nilifanya kwa kutafuta radhi zako, lakini nilifanya katika kujitengenezea uzuri, utaratibu ambao wenye kupendeza sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama hivyo ndivyo basi, ewe ndugu yangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwalimu wa umma wetu, kiongozi aliyekuwa shupavu, kiongozi aliyekuwa na weledi, kiongozi aliyekuwa na kila tatizo ambalo lililokuwa likimpata aliweza kutumia mbinu zilizokuwa sahihi na akahukumu mambo katika hikma na busara kubwa sana. Hiyo ndiyo fursa ya yule ambaye yoyote anaamini ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizwa chetu alichokuwa chema. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mtume ndio kiigizwa chetu kilichokuwa chema. Hatuna zaidi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia ndani ya Al-Qur'ani Al-Karim katika surati Al-Qasas aya nambari 77, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Ewe ndugu yangu, utlub, tafuta. Tuna haki ya kutafuta. Mwenyezi Mungu anatuamrisha kutafuta. Wabtaghi fima ataka Allah, tutafute tena fima ataka Allah, kwa yale yote ambayo yaliyokuwa katika ulimwengu wa dunia. Fi kwa maana ndani ya ulimwengu wa dunia, ma chochote, ataka Allah, kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea utaratibu wa kukitafuta, kwa sababu fima ataka Allahu dara al-akhirah, kwa sababu chochote unachokitafuta maana yake kuna nyumba ya akhira, kuna maisha ya akhira. Tafuta utakachotafuta, lakini amini ya kuwa kuna maisha ya akhira, na maisha ya akhira ni maisha bora sana kupita maisha yoyote. Enyi ndugu zangu, niwaambie ya kuwa leo tupo katika ibada. Swala ya Ijumaa hii inaandikwa katika yale ambayo sisi tunaandaa kwa ajili ya nyumba yetu ya akhira. Ndiyo fima ataka Allah dara al-akhirah, maana yake katika nyumba ya akhira. Na nyumba ya akhira haina chochote isipokuwa inahitaji thawabu, inahitaji malipo. Na malipo utayapataje ikiwa wewe utendi uzuri, ikiwa ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzifanyi? Msikilize Jibril alipokuja kumpa ujumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jibril siku moja alikuja kumwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alimwambiaje? Ya Muhammad, ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi utakavyoishi, lakini amini ya kuwa ipo siku utakufa. Ewe Muhammad, wewe Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallama ndio Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anaambiwa ishi utakavyoishi, ipo siku utakufa. Kwa namna gani utakufa? Maana yake kuna uhai na umauti, na mimi na wewe tunaishi, lakini namna ya kuishi ipo siku tutaondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza tena ndani ya Al-Qur'ani Al-Karim, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mahallu shahid kwamba Mwenyezi Mungu kumbe ameumba uhai na umauti, lakini ndani alivyoumba uhai na umauti, maana yake tunatakiwa tutende matendo ambayo yaliyokuwa mazuri.
matendo ambayo yatakufanya mimi na wewe katika kuitafuta dunia yako, katika kuitafuta akhera yako. Ewe ndugu yangu, akhera kama ilivyo akhera, brother, hakuna kwenda na nyumba. Akhera hakuna kwenda na gari. Akhera hakuna kwenda na cheo. Akhera kule shekhe, hakuna huyu diwani, huyu mkuu wa mkoa, huyu mkuu wa wilaya. Hakuna polisi kule, hakuna mwanajeshi. Hizo ndio habari za akhera. Akhera hakuna nafasi ya mtu yoyote, hakuna cheo cha mtu yoyote. Duniani hapa vyeo vitaendelea kwa sababu ndio utaratibu wa maisha, lazima ifikie wakati tuongozane. Lakini akhera, hata huyu ambaye aliyekuwa kiongozi, maanake hata huyo imamu anayekuswalisha, ikifika akhera hakuna mpango wote, naye pia anatulia, kwa sababu ndiyo utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka. Kwa maelezo mepesi, akhera haina mwenyewe. Akhera hakuna mjanja. Kaburi halina mjanja, Sheikh, kwa sababu akhera ni kaburini. Kaburi halina handsome boy. Kaburi halina mjanja sana. Kaburi halina huyu bwana alikuwa anabeti sana. Na kuna watu mna mikeka, subhanallah, mpaka Ijumaa mnakuja nayo mmeitia mfukoni. Tusikilizane uzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa amemleta Jibril kuja kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ewe Muhammad, ishi ma shita fa innaka mayitu, ishi utakavyoishi, lakini wewe ni mfu. Mwenyezi Mungu akamwambia tena Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ndani ya Al-Qur'ani Karim, Allah akamwambia innaka mayitu wa innahum mayitun, hakika yako wewe Muhammad ni mfu na wanaokufuata wewe nao pia ni wafu. Maana yake lau kama leo hii Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda amekufa, mtu wa kwanza aliyeingia katika Uislamu na alikuwa tajiri ana fedha, leo yupo katika ardhi. Yani wewe kuwa tajiri utakavyokuwa, lakini ipo siku brother utaondoka na utafungwa na sanda, nguo ambayo haina thamani. Inawezekana leo umevaa kanzu mashallah, lakini ipo siku utavaa sanda. Inawezekana leo unajikosha we mwenyewe, lakini ipo siku brother utakoshwa, na katika turab, katika mchanga ndio tutaingia, na wale wadudu wale brother ndio watakuwa halali yetu kutula. Kama tulikuwa tunajifunika mashuka, tulilala na AC, tulilala na feni, lakini itafikia wakati brother utalala hakuna feni, isipokuwa ni tani 7 au tani 8 za mchanga. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Enyi ndugu zangu, neno langu la kwanza katika aya hii, tuna haki ya kuitafuta akhira yetu, kwa sababu wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Maisha ya akhira ndio maisha ambayo mazuri sana na ni maisha hakika sana kushinda maisha ya hapa duniani. Mtume akaambiwa tena na Jibril, wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariqun. Muhammad, penda utakavyopenda, lakini ipo siku utafarikiana navyo, ipo siku utaviacha. Wapende watoto wako utakavyowapenda, mpende mkeo utakavyompenda, ipende kazi yako utakavyoipenda, lakini ipo siku brother, mke utamwacha, na inawezekana akimaliza eda tu brother, atatokea rafiki yako yule yule aliyokuwa kipenzi, anakuja kuchukua ngoma hiyo anaendelea nayo. Wewe uko kwenye turab, upo kwenye mchanga, habari zako zimekwisha. Kama alikuwa anakupenda kweli, angesema na mimi nizikwe naye. Nani alitokea? Nazikwa naye mimi. We anazikwa na wewe vipi? Anaendelea na utaratibu wake. Sasa penda utakavyopenda, ipo siku brother utaondoka. Lakini chochote ambacho tunachokipenda, maana yake
Ndugu zanguni, we mwenyewe leo hii unajipenda, na ndio Uislamu unataka tujipende. Uislamu unataka tuwapende, lakini namna ya kupenda, ipo siku hivi tunavyovipenda tutafarikiana navyo, tutaachana navyo. Lakini wa'mal ma shita fa innaka majziyun bi. Muhammad, fanya utakavyofanya, lakini amini ya kuwa ipo siku utalipwa. Chochote unachokifanya, maana yake ipo siku utalipwa juu ya hicho ambacho ulichokitenda. Na hapa iwe la kheri unafanya utalipwa, liwe la shari unafanya utalipwa. Ikiwa wewe ni sababu ya matatizo kwa Waislamu, lakini pia wewe ikiwa ni sababu ya fitna katika dunia, maana yake brother, utalipwa. Ipo siku utalipwa. Inawezekana ukaharibu amani ya watu, ukaharibu amani ya moyo ya watu kwa sababu ya kwako wewe, lakini pia inawezekana wewe umepewa dhamana ya kuwa kiongozi. Chochote unachokitenda katika uongozi wako, liwe la kheri liwe la shari, brother, utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambiwa hilo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala anamwambia wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhirah. Manake Muhammad, tafuta katika unachotafuta, fanya katika ibada zako unaoifanya, lakini amini ya kuwa ndugu yangu, akhera ndiyo jambo la msingi sana. Kuna maisha ya akhera. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah al-aliyyil azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Id'u Allah wa antum muqimuna bil ijaba. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hali. Nashkuruka ya dhal fadl wal kamal, wassalatu wassalamu ala an-nabiy al-mukhtar sayyidina Muhammad abul qasim salawatu rabbi wa salamun ila yawmiddin wa ba'd. Usikum wa usi nafsi bitaqwallah inna lilmuttaqina mafaza. Niwahusia ndugu zangu kwa mara ya pili, pamoja na kuhusia nafsi yangu, kuhusiana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal ma shita fa innaka majziyun bi. Tutende tutakavyotenda, amini ya kuwa ipo siku tutalipwa. Hebu kila mmoja hivi sasa alipo hapa msikitini, akiutazama huu msikiti vile ulivyo, na akirudisha taswira wakati huo ulivyo huko ulipopita nyuma, na leo ni vitu viwili tofauti. Manake kuna watu wamefanya mambo ya kheri mpaka msikiti huu leo unaonekana hivi. Leo mafeni, watu burudani kabisa, na Waislamu wanapopenda raha, ijapokuwa kwenye utendaji inakuwaga ndio jambo gumu. Kuna mtu inawezekana mfukoni ana 200,000, lakini kusema atoe 20,000 au 50,000 kwa ajili ya jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwa anaiandaa nyumba yake ya akhera, anajifanyia ubakhili mwenyewe. Na kuna mwingine huwa anazichungulia, yani kuna mtu anahesabu, alafu watu walivyokuwa hatari, yani mkono unahesabu kwamba hii buku, akiwa anahesabu anachomoa ile buku, afu ndo anaitoa. Ule mwekundu wa Msimbazi anauacha ubaya ubwela. Sijui tunakuwa na mipango gani, yani hatuangalii mipango ya akhera, kana kwamba ipo siku tutaondoka. Brother, kuna watu walitamani lau kama angalipewa tena wakati fulani ili atende mipango ya dunia, kwa sababu akhera, ndugu zangu, tukiondoka, hii swala hii itakuwa haina ubora isipokuwa kama kutoa sadaka. Yani sadaka, mtu atatamani lau ningecheleweshwa kidogo nikatoa sadaka kwa ajili ya jambo fulani, jambo la kheri, lakini wapi, akhera ishakukamata. Na yule malakul mauti akija, brother, acheki, akija kisha kuja kuchukua roho, anaichukua tu shekhi. Huyu aongu shehe, hakuna kumwambia brother kesho basi nipe, anakwambia wakati umefika, umefika.
utaondoka. Walikuwa watu, leo wapo katika turabu. Mimi na wewe nani? Nukta ya kwanza katika aya hii ni kuyatengeneza maisha ya akhira, tena kuyatengeneza kwa umaradufu sana, kama vile ambavyo walivyofanya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu anasema tena, wala tansa nasibaka minad dunya, na wala tusisahau sehemu katika dunia. Tusije tukasahau sehemu katika dunia, maanake tunaishi katika dunia. Tuna haki ya kutembelea magari mazuri, tuna haki ya kukaa kwenye nyumba nzuri, tuna haki ya kuwa na mke mzuri, una haki ya kusomesha mtoto katika shule nzuri. Lakini utasomesha vipi mtoto shule nzuri? Utaoa vipi mke mzuri? Utatembelea vipi gari nzuri wakati utaki kufanya kazi, utaki kujishughulisha? Wewe umekae, wallah bwana Mungu ataleta. Analeta vipi shekhe? Alete zitoke mbinguni? Hakuna wakati huo shekhe. Mwanaume ni kupambana, mwanaume ni mapambano, na mapambano hayo maana yake ni katika ulimwengu wa dunia. Hakuna sehemu yote isipokuwa ni duniani. Ndio maana tunaambiwa tusisahau sehemu katika dunia, kwa sababu dunia ina muda mchache sana katika maisha yetu. Kula vizuri, yani Uislamu unakutaka we ule vizuri kwa kile ambacho Allah alichokukadiria. Inawezekana Ijumaa kama leo ulikuwa umepanga mwenyewe kwenye mipango kwamba nitakula biriani, lakini mpaka unakuja kukumbuka brother, unakula ugali. Sio kwamba ugali haramu, lakini ndio umepata kwa siku hiyo. Mipango ulioipanga haijachomoka. Maana kila mtu hapa ana mchongo wake. Dunia hii kila mtu ana mchongo wake. Inawezekana hata shehe naye hapa ana mchongo wake, au hata imamu naye ana mchongo wake, kautega kaweka mrija, ukichomoka umechomoka. Sasa kila mtu humu ndani ana mpango wake, lakini hili ambalo la mpango wa kubeti na kuwaza buku ije kukupa milioni 200, brother, ittaqillah, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu akishapiga huo mpango anakuja kumtengeneza imamu na shekhe. Shekhe, unajua kuna bahati nasibu, nilitia buku 10 shekhe, imebutuka, sasa nataka nitoe sadaka. Yani anatafuta uhalali kwamba shehe, sadaka yangu hii kwa kule kubeti kule nimebashiri shekhe. Si unajua vijana siku hizi tunabashiri, kwa mipango imefanya nini, imebutuka. Kwa shehe, na wewe utakuwa na mpango wako kidogo. Anamtengeneza shekhe, alafu pia anakuja kumtengeneza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba brother. Huna chochote utakachopata katika thawabu isipokuwa umejitengenezea jambo la haramu, umejitengenezea jambo baya katika mambo mabaya sana. Wala tansa nasibaka minad dunya, tusisahau sehemu katika dunia. Na dunia ni mapambano, dunia ni uchapaji kazi. Mtume alipambana, Mtume alifanya kazi, hakukaa tu oyae. Mtume alichakalika kama mwanaume, na mwanaume wa kweli anatakiwa achakalike. Mtume alikuwa mfanya biashara. Nani atamuweza Muhammad ibn Abdullah? Nani leo atakuwa jabari katika wafanya biashara? Mtume anapata mke brother kupitia biashara ya uaminifu, afu mwanamke wenyewe mzuri, alafu ana hela. Wewe leo kazi yako kutengeneza mipango ya ajabu tu. Yani wewe leo unataka uwe kibenteni tu brother. Mtume hajawa kibenteni, alafu kuna vijana mnatumia lugha hii kwamba nasi tunafuata sunna ya Mtume. Wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa as-sadiqul amin. Mtume alikuwa mkweli na muaminifu. Wewe kwa kulambalamba midomo tu na kuweka suruali chini na kila wakati umejitia manukato, unasema atatokea tulishangazi hapa na mimi nitateleza. Wewe na wewe unafuata sunna ya Mtume. Hakuna sunna hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Mtume alichakalika, Khadija akaona ukweli wake, akaona uaminifu wake. Tusiisahau dunia. Dunia ndiyo mpango mzima, na ndiyo maana mmoja katika dua ambayo Mtume alikuwa akiisoma sana, na hii tuchukue tukafanyie kazi. Katika surati al-Baqara Allah tabaraka wa taala anasema, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dua hii chukua. Unataka chochote, unataka mambo yafunguke, dua hii lia nayo. Na ndiyo maana niwaambie ndugu zangu, nilipokuwa katika viwanja vya Arafa, nilipokuwa nikitazama eneo lile, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza dua ya pale ni Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ndiyo dua kubwa, kwa sababu hii imefungamanisha mipango ya dunia, lakini pia imefungamanisha na mipango ya akhira. Mungu anajua unataka gari wewe. Mungu anajua unataka uwe mkuu wa mkoa. Mungu anajua unataka uwe mbunge. Mungu anajua unataka uwe diwani. Mungu anajua unataka uwe raisi. Lakini ndio unakaa umuombi, unasema yalla yalla itakuwa. Nani aliyekwambia? Una haki ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na dua hii kafundishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimalize maneno yangu kupitia maneno ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Allah anasema, wala tabghi alfasada fil ardi inna Allah la yuhibbu almufsidin. Na wala tusitafute uharibifu katika dunia, katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu hapendi uharibifu. Mwenyezi Mungu hapendi machafuko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi hata siku moja watu wakae wakiwa hawana amani, hawana utulivu. Na leo ndani ya msikiti huu, ndani ya Ijumaa hii, niwaambie nyie Waislamu, dunia tuliyokuwa nayo na huu uharibifu unaoendelea, na inawezekana mimi na nyie mitandaoni tunayaona haya. Kuna watu hivi sasa wanaitwa wajomba, na ilipofikia wajomba hawa wanavaa mpaka nguo za kike, anavaa gauni, na ufikia wakati akawa anasasambua na kidole mtoto wa mjomba anafanya hivi. Sote mashahidi, tusijifanye ya kuwa kama hatuoni. Nasi tunaona, nasi tunayajua hayo. Maana yake huu ni uharibifu. Lau kama hawa wajomba wataendelea kuzidi, maana yake dunia itakuwa ipo katika hali mbaya. Tanzania itakuwa ipo katika janga kubwa sana. Nani kesho atakuwa mwanaume? Nani kesho atakuwa rijali wa kweli, atakayeweza kupambana na kusema lau kama leo mtoto wa kiume naye pia anataka haki ya kuwa nawe mtoto wa kike? Lakini mabahasha nao wapo, yani wajomba wakiwepo na mabahasha nao wapo. Nyie mabahasha, nyie mnaharibu watoto wa watu. Ittaqillah. Ipo siku ndugu yangu, ninakueleza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia ya kuwa wala tabghi alfasada fil ardi. Ulitafuta uharibifu katika ardhi wewe, ulitafuta uharibifu wa kumharibu mtoto wa watu. Leo hii mtoto huyu ameharibika, wewe ndiyo sababu. Lakini nikuulize swali, leo yule mjomba ndio anakuwa mdogo wako, au anakuwa mtoto wa kaka yako, hivi wewe utajifeel nini katika nafsi yako? Lau kama tutakuwa tunaumia, mimi naamini yapo mambo ya kuyasemea, sio haya ambayo hivi sasa tunashughulika nayo. Kwa nini? Inawezekana hatujafahamu vizuri kuhusiana na utaratibu wa dunia ilivyotulia katika mfumo wa amani. Hatujaitazama Tanzania katika mfumo mzuri wa kutazama amani iliyokuwa katika ardhi hii. Si jambo jepesi, si jambo rahisi. Tembea uone
Wakati mwingine si Allah anatubarikia, tunapata fursa ya kutembea, unakwenda sehemu nyingine, unakwenda nchi za watu. Ukisema we ni Mtanzania, yani nafasi yako inakuwa kubwa sana na heshima yako inakuwa kubwa sana na kuaminika kwako ni kukubwa brother. Wakati mmoja nilikuwa niko pale Dubai, kuna sehemu moja pale wanapaita Kariakoo, na kuna msikiti mmoja mkubwa sana. Muadhini wa pale, mimi tuna alaka ya kusomeshwa na mwalimu mmoja, ni Mtanzania hasa, na eneo lile ukimuuliza muulize Bilali ndio utampata. Tumetoka kuswali swala ya Isha, tunatembea na rafiki zangu mtaani, punde si punde wa Nigeria wana fujo, watu wanapigana, dakika chache pale hali imeharibika. Yule ambaye ndiyo Bilali akatuambia tusogee huku, tukatoka akatupeleka sehemu ya usalama. Haikupita muda mchache maaskari walikuja pale. Kilichotokea ni hatari sana, yani wakasema hawa watu hawaaminiki, lakini mimi na wewe ndugu yangu Mtanzania tunaaminika. Kuna mambo ya kuyasemea, sio haya ambayo hivi sasa tunagubikwa katika akili yetu. Brother, ipo siku tunaweza kuja kuswalishwa na mjomba. Mjomba akahutubu, nyetoeni macho tu, andaeni mipango yenu ya kusema kinuke tu. Brother, wajomba wanazidi kukithiri, na wajomba wapo wanatusumbua. Kama jambo la kulisemea ndio hili, kama jambo la kulipigia kelele ndio hili, na tuiambie serikali kwamba hawa watu ni vipi, mbona wanazidi kila siku, hamuwaoni? Manake hili ni jambo la msingi, serikali mnatakiwa mlitazame. Na nyie mna watoto, mtoto wako naye kesho akiwa mjomba, kwa sababu wewe nawe kiongozi, amini, nao una watoto, una familia. Sasa wewe ndio mtoto wako kwa mjomba, ndio kiongozi pale, umesimama vizuri kabisa, mtoto wako ndo anakuja pale kaweka kidole juu. Yani wewe mbunge, mtoto wako ndo mjomba, au wewe ndo waziri mkuu wa mkoa, mtoto wako mjomba. Shekhe, ile hadhi yako ya nafasi yako ya cheo chao hakina thamani tena, huna thamani yoyote, kwa sababu umeshindwa kutekeleza utaratibu, na utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enyi ndugu zangu, nimalize hutuba yangu kwa kusema Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala katika jumla ya aya hii, aya mambo matatu aliyoyaweka, alimaliza kwa kusema tusifanye uharibifu. Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu, na sisi Waislamu ni watu ambao tunapenda sana utulivu. Jiulize wewe katika dini yako, ndio umekufa kwenye maandamano, peponi motoni? Ndio umekufa kwenye maandamano, peponi motoni? Brother, jibu jepesi tu hapo, shekhe, fi nari jahannam, motoni shekhe. Wewe unapigania ugali wa watu, pigania ugali wako shekhe, tengeneza mfumo wako, usije ukagubikwa tu katika kupelekwa. Afala taqilun, hivi ninyi mna akili? Waislamu ni watu wenye akili, sio watu mazezeta, sio watu mazwazo. Na ndiyo maana Waislamu moja ya jambo lao la msingi, ukiwaambia toa, kwanza anakuangalia kwanza, natoaje? Yani kwanza natoaje kwanza, yani mpaka umpe maneno akili imuingie ndo atoe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe dunia iliyokuwa nzuri, na Mwenyezi Mungu atupe riziki ya halali, na Mwenyezi Mungu atuhifadhi kwa baraka zake na utukufu wake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا، اقضي حوائجنا، حوائج الدين والدنيا والآخرة، حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك برحمتك وقدوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه ولزدكم ولذكر الله أكبر. فأقم الصلاة.